huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Hosana. Hosana. Amina. Nami natawala na kumiliki tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha ya watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Watu wa Mungu, Kristo amerejea, na katika urejeo wake Yesu ambaye ni Kristo, ndani ya ukoo wa Mwansasu ni hali halisi ya kufunguliwa ufahamu. Maana yake tuko mahali hapa ni kwa sababu tumefunguliwa ufahamu. Na kama ufahamu wetu umefunguliwa, maana yake sisi ni washindi. Mwambie jirani yako, umeshinda zaidi ya kushinda. Mwambie tena. Amina, watu wa Mungu. Kristo tuliyemfuata, Kristo aliyetufanya tuweko mahali hapa, yeye ni Roho. Huyo ndiye Kristo. Kwa hiyo ili Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo wa ukoo wa Mwansasu aonekane yupo kwenye familia yako, anajitambulisha katika tabia iliyo njema. Tabia iliyo njema inabebwa na upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Huyo ndiye Yesu ambaye ni Kristo aliyerejea ndani ya ukoo wa Mwansasu miaka 1000 iliyoachiliwa, tuliopewa kwamba tutatawala na kumiliki. Kwa hiyo ndani ya kutawala na kumiliki kwenye ukoo ni lazima tujichunguze kwa tabia, watu wa Mungu. Tashangaa unapojiita wewe wa Kristo. Tabia watu wa Mungu. Watu wa Mungu, tabia tutawatambua kwa matunda yao. Unazalisha nini? Kile unachokizalisha kinatokana na umo ndani mwako. Wewe si ni mti? Tabia watu wa Mungu. Narudia, wokovu ni mabadiliko ya tabia. Tumetoka mbali zaidi ya miaka 2000. Yesu ambaye ni Kristo ameshindwa kudhihirika ni kwa sababu ya hizi tabia mlizonazo. Watu wa Mungu, hata tungepiga kelele vipi, hata tungesema Yesu Yesu mbinguni mbinguni, tusipokubali kubadilika tabia tukawa tofauti na wa mataifa, tunapoteza muda. Tunapoteza muda kwa namna gani? Maisha yetu tumeyaweka kwake, lazima yaonekane. Hayawezi yakaonekana yakawa na faida, ni kwa sababu tunda unaolitoa.
vivyo hivyo kila mti ulio mwema uzaa matunda mazuri. Utaupenda, utaumwagilia. Na mti mwovu uzaa matunda mabaya. Mungu aliyenituma anawakilisha tabia iliyo njema. Kisha mpa nafasi ukamuishi kwa kupitia tabia iliyo njema, utaona mafanikio. Wengi tunashindwa kufunguliwa ni kwa sababu ya tabia. Hayo, kuna tabia zingine zinatisha, hata shetani anaweza akakukataa. Hivyo unasema umeokoka afu unakuwa mbea mbea. Utulii. Wewe ni mti. Kile unachozalisha ni tunda la namna gani? Je, linapokelewa na kila mtu atalihitaji katika uwema wake? Hao watu mtubadilike. Naomba Kristo anashindwa kudhihirika kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu, kwenye kazi za mikono yetu, ni kwa sababu ya tabia. Unajua homina ni huduma moja kubwa sana. Wewe hujui tu. Kwa hiyo popote unapotokea wanasema wewe ni mwana homina, tunda lako. Miaka 1000 tumepewa mamlaka ya kutawala na kumiliki. Manake hakuna kitakachoshindikana kwetu katikati ya mataifa. Hakuna. Lakini tutavikosa kwa sababu ya tabia. Wanaomina, badilika. Ukoo wa Mwansasu sio wa Kinyakyusa, ni tabia iliyo njema, iliyobeba upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Ni nguzo pekee ya Kristo. Ukivibeba hivi vitu vitatu, wewe ni mti. Tunda litaonekana, manake wewe ni Kristo, ni wa Kristo. Manake ndo asili ya tabia ya Yesu ambaye ni Kristo, uliyeamua aishi ndani mwako. Narudia tena, pale Uganda wanaobeba imani ya Roho Mtakatifu waliitwa warokole, ni kwa sababu walikataa kuenenda sawasawa na tabia za wa mataifa kwenye ile mitaa. Na ni kwa sababu ulikuwa ni kweli ni mzigo, na ni kweli ndivyo tunavyoishi, ni mizigo. Wengine walipewa neema ya kung'amua kwamba hawa kama kweli wamekataa hizi tabia za hii mitaa, wameokoka. Wakaanza kuitwa walokole. Je, wewe aliangalia? Mwangalie tu jirani yako afu simwambie kitu. Mwangalie tu. Tabia. Upo pale Ramadhani, ni mti nimeupanda, nahitaji kuona tunda. Upo Mji Mwema, upo Nzenge, huko nahitaji kuona. Nyinyi mjui, napigana vita kali sana kuwageuza watu na kuwabadili kutoka kwenye tabia fulani. Ni gharama. Kwenye asili fulani ni gharama.
Watu wamezoea vikundi vya kufa na kuzikana. Wewe unaposimama kwenye madhabahu unasema umetumwa na Kristo kwamba havifai. Watu hawakuelewa, msilete masiara nyinyi. Unajadili misiba ya watu. Wao maisha yao, miti wa matunda yao ni mauti. Hafu unaenda kupinga mauti yao. Msilete masiara nyinyi. Usilete masiara, unaleta ufunuo. Eti Mungu amenituma. Amesema ili uweze kubarikiwa lazima uingie ukoo Mwansasu. Msilete masiara. Ni gharama. Ni gharama. Angali nastuka. Ardhi nastuka. Watu wanashanga. Hivi ndo vinini? Huyu katoka wapi? Mliona wenyewe mapepo hapa yanasemaje kwamba nataka umaarufu. Mimi nitataka umaarufu kwa tabia ulizo nazo hizi. Mimi nikubebe nikupeleke wapi? Nikupeleke wapi? Ndugu zangu wenyewe asilia mimi nawakimbia. Wewe nikupeleke wapi? Tuliotoka damu moja mimi nawakimbia. Na waogopa kama ukoma. Alafu mimi ningangani eti niishi na wewe. Nikupeleke wapi? Yeye ametaka. Anatengeneza uzao wake mpya, manake tabia ni dhamana. Watu wa Mungu, ni dhamana. Yote haya na yasema zaidi, lengo na kusudi, nataka kuona mabadiliko kwenye maisha yako. Na ili uweze kufanikiwa ukapenya, badilika tabia. Tusimungunye maneno. Si tumejitoa kwamba si hatuitaki dunia. Kuna gharama. Nyinyi, msiende masiara, kuna gharama. Kuna gharama. Kuna kipindi huduma ilipita pagumu sana. Hasa wanaomina walipita pagumu sana kwenye hiyo mitaa. Sana. Hadi mimi mwenyewe kuna muda nikasema Mungu, au niache nini kazi? Maki kokote unakofika mtaani watu wanafukuzwa kwenye nyumba, mara si. Unajua hivi vitu kwenye ndoa, unajua hivi vitu ni gharama sana. Wewe unajiona unatenda jema lakini wenye kulipokea hawana utayari. Unanusuru ndoa ya watu lakini watu hawana utayari. Gharama. Lakini juzi nikaa nimefurahi sana. Ikawa Mungu ananifunulia. Wenye viti wote wa mitaa wamekusanyika. Wananipa mkono wakipongeza ukoo mpya wa Mwansasu. Haleluya. Tumepenya, sipigi porojo. Lakini tumefanya kazi. Mmeteseka kwenye hiyo mitaa, msilete masiara nyinyi. Kujitenga kwenye vikundi. Unajitenga kwenye maziko, watu wa agano lao ni mauti. Kuna gharama. Kubadili mifumo, kuna gharama. Lakini wale viongozi, wale wenye vitu wa ile mitaa wanatoa na mawazo. Kwa nini wanatoa mawazo? Manake kile tulichokileta kinanusuru jamii. Mnanielewa nyinyi? Halafu leo naletewa mashtaka upo kwenye huo mtaa, wewe ni tunda ambalo la hovyo. Nikuweke kwenye kundi gani? Sipigi porojo. Kazi ninayoifanya mimi mwenyewe kuna muda naona naweza nikaikimbia. Silete masiara nyinyi. Lakini Mungu anasema hapana, mimi niko pamoja nawe. Kwa sababu unachokitenda ni cha haki. Leo hawatakitambua lakini kesho lazima wakitambue. Lakini hiyo mitaa nani anayewakilisha? Wewe ni mti. Tunda lako ni tunda la namna gani unaolizalisha wewe? Ulize jirani yako kwenye huo mtaa unaotoka, ni tunda la namna gani unaolizalisha? Neno la Mungu linasema vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri.
mti ulio mwema. Mimi niko hapa napanda miti ambayo jamii itatamani. Ndio maana napiga kelele. Msifikiri kwa nini nimesema zehegi iwepo. Tuweze tukakwepa mitaa, tayari tumeshaweka. Tumeshateka mitaa yote sisi. Msilete masiala. Nyie mnajidharau kwa sababu ya ujinga wenu. Mitaa yote, hakuna asiyejua Omina leo hii. Hakuna asiyejua msimamo wa wanaomina. Hakuna asiyejua haki ya wanaomina. Kwamba ni huduma inayonena yaliyo mema. Imebeba upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Alafu wewe, hapana. Hapana. Jitafakari. Wewe ni mti. Hapo Matalawe, wewe ni mti wa Omina. Mti wa Omina, tunda lake ni upendo, unyenyekevu na uvumilivu, sio umbea, sio unafiki. Sio umbea. Umbea ni tabia ya mataifa. Ukahaba ni tabia ya mataifa. Mko hapa mjaolewa lakini tunaona ni wajawazito. Na mbe wako yupo. Wewe si wewe mti gani unazalisha unaleta? Mko hapa kwani uongo? Nafikiri nitaogopa kusema. Huyu aliyoweka hilo tumbo ametoka. Mimi simfahamu hapa. Ametoka hapa. Wewe ovyo. Ovyo. Sio tabia yetu, ndio maana anafoka. Sio tabia ya Kristo. Wewe unawekwa vikao mitaani. Unajiita mwanaomina. Unaitwa kwa mabarozi sio. Unaitwa sio serikali za mitaa. Wapi wewe? Kristo anatukatalia kabisa humu. Anasema hivi, nyinyi kweli kwenu hakuna hata wenye hekima hata mmoja. Hivi ndani ya Omina kweli hayupo. Maana yake tunamdhalilisha Kristo. Mnanidhalilisha mimi, simama hapa na kubweka bweka wewe. Mungu amekutoa kwenye huo mtaa kuja pahala hapa kwa kusudi. Ukazalishe matunda yenye kumpendeza Mungu. Ili watu wa mataifa watamani kuja kwa huyu Mungu uliyempata. Kama ulikuwa hujui ni kwa nini Mungu amekutoa huko mtaani. Watu wa Mungu, tabia zetu hazipendezi bado. Shetani anatucheka huko. Unasutwa mtaani. Hao lokole hao wanaomina hao. Ni mwanaume limekuchukua huko afu kesho unarabika bibi ni mja mwepesi nabii hao. Wanaomina hao. Hana machungu, asili ye kama mti, tunda lake ndo hayo. Naumia pale ambapo anaenda kufanya uovu mtu ambaye ni tunda ambao mimi najua ni tunda lilo jema. Mungu anajua kwenye huo mtaa upo wewe, amekuweka. Amekupanda mara pale, wewe ni mti. Nanielewa lakini kweli. Mwambie jirani yako tubadilike. Mwambie tena tubadilike. Wokovu watu wa Mungu ni mabadiliko ya tabia. Mathayo 12. Mathayo 12:33. Tumetumia gharama kubwa hadi hapa tulipo. Leo hili anga la Njombe haridhi. Wametukubali. Huduma imeshapokelewa. Silete masiara.
kujenga ukoo mpya mahara. Usilete masiara. Israeli mpya ilishindikanika zaidi ya miaka 2000 huko, alafu wewe unaleta masiara. Sina injili ya kubembelezana mimi. Nenda karuke majoka alafu urejee. Si mmemwona wewe binti ameruka majoka amerudi tena. Mimi najua hapa ni Edeni. Adamu alileta jeuri, Mungu akamwambia nenda karuke majoka. Ruka majoka, katamani kurudi mwenyewe pale. Yeye huyu Mungu ni pendo, unyenyekevu na uvumilivu. Ndio mti ambao umepandwa kwako, na wewe ndio huo mti. Tunda lake ni upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Mathayo 12:33. Neno la Mungu ndani ya Biblia linasema hivi. Neno la Mungu ndani ya Biblia linasema hivi. 12:33. Neno linasema hivi. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake. Ufanyeni mti mzuri na matunda yake kuwa mzuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake kuwa mabaya. Tabia. Tutakutambua kwa tabia. Au mjanielewa toka limeanza. Waliitwa warokole ni kwa sababu ya tabia. Hakuna kitu kingine. Kuna kitu kingine. Badilika. Ukitaka kufaidi mema ya dunia hii, miaka 1000 ya urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo, badilika. Nyie badilikeni nyinyi. Watu. Hii ni Israeli mpya. Sisi ni mfano wa wengine tunamoishi. Gharama imetumika. Kwa nini unamrejesha Yesu Kristo msalabani? Kwa nini? Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake kuwa mabaya. Kwa maana kwa matunda yake mti utatambulikana. Kwa matunda yake. Umbea. Mko hivi. Bado mbadiliki. Mtu amevaa amependeza bado tu. Ndani. Mko humu. Tungekuwa tumekubali kubadilika, The Hague isingeanzishwa humu. Kwani wanaopelekwa The Hague wanatoka wapi? Mtaani? Muulize jirani yako, wanaopelekwa The Hague ya Omina wanatoka wapi? Muulize jirani yako. Humu. Ni miti ya humu. Tutawatambua kwa matunda yao. Badilika mtu wa Mungu. Sisi mti wetu ni upendo. Ndio tunda linalotolewa. Mko hapa bado familia hazijakaa vizuri. Mko humu. Mnaonyesha nini mitaani? Homina ilipofika saizi na shindana nao Wataliano mnaona. Unajua cheni kujidharau jiji. Cheni kujidharau kama Wataliano wale. Unashangaa? Nyawemba, unashangaa?
mtu wa Mungu, umepewa dhamana pale ule mji. Onyesha. Kumbuka wewe ulikotoka, mtu wa Mungu, ulivyomtafuta Mungu. Kumbuka wazee wa makongamano, nyinyi miaka 2000 wote walikuwa wanazunguka kwenye makongamano tu hao. Lakini kwenye haya makongamano yote na umri wake alionao, alivalishwa lidudu la mauti tu kama vile mchawi. Huyu simama wewe, mimi si ndio kufungua huyu mnayemwona. Lakini kwenye makongamano, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ni mongomongo hilo, Yesu ni Bwana. Kama mtu wa Mungu kama. Tubadilike, ni gharama. Umewekwa kile kijiji, mtu wa Mungu, kwa kusudi. Ule ukoo kwa kusudi, mtu wa Mungu. Kumbuka ukoo wenu ukoje. Kwa nachotegemea kwa ule mji, wewe mtu wa Mungu, nione matunda. Ni mti wewe. Huo mti wako unazalisha tunda linaloitwa upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Matendo yako yawe mema, mtu wa Mungu. Amekuchagua Mungu kwa kusudi. Amekuweka mahala pale, mtu wa Mungu, kwa kusudi. Tambua hilo. Umepanga ile nyumba kwa kusudi. Tusipokubali kubadilika, mwambie jirani yako, badilika. Anasemaje jirani? Kwa mnanichungulia. Kuna gharama. Kama unaona gharama, mlango ule kakae karuke majoka we. Uzuri mizizi ya hii huduma sasa hizi imeshajengwa. Hivyo unafikiri mimi ningekuwa sijajenga mizizi ya hii huduma ningejenga kanisa kubwa la nini? Mimi naitoki leo hapa. Utakufa wewe. Miaka 1000 ni karne ngapi? 10. Na karne moja inabeba miaka mingapi? 100. Wewe una miaka mingapi sasa? Bado mingapi? 60. Bado 60. Hiyo ni akiwa mataifa huko. Sio umeokoka. Ukibadilika tabia, hiyo bado sana jamani. Unasikia? Ndio. Hiyo 70 mnaoona watu wanashika mikongojo huko, wamevaa makoti yananuka nini huko, ni kwa sababu wako duniani. 70 inojadiliwa kibibilia sio hii mnaoiona. Funguka. Unasikia? Hao wamechoka ni kwa sababu wako huko. Lakini yote haya ili yaweze kuwa mazuri, tukubali kubadilika. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha ya watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Neno la Mungu linatuambia hivi kwamba vivyo hivyo kila mti mwema uzaa matunda mazuri. Homina ni mti ulio mwema. Umembeba Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo. Manake ukoo wa Mwansaso ni mti ulio mwema. Matunda yake yanafuatiliwa, watu wa Mungu. Usichezee ulichokipata. Wewe ni wa thamani. Kumbuka nimekuhubiria mara nyingi. Mungu ili aweze kushuka chini ya jua ajidhihirisha katika tabia njema, anakutafuta wewe, mtu wa Mungu. Shetani na uovu wake anakutafuta wewe. Kwa nini? Wewe ni wa thamani, mtu wa Mungu. Hatari. Uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka. Badilika wewe. Ndio mara ya kukuondoa kwenye mila na desturi, kuvunja madhabahu, kuondoka kwenye ukoo, kuja kwenye ukoo mpya. Ni kukuondoa kwenye ule uzao wa nyoka. Nini shida wewe? Hatari. Hatari.
mtu mwema katika akiba njema utoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya utoa mabaya. Tutawatambua kwa matunda yao. Matunda yao tutawatambua kwa tabia. Kama we ni mbea, manake hujaokoka. Ndio maana yake. Ndio maana yake. Ndio maana yake. Kwa nini shetani anatutumia sisi wenyewe humu? Lango analipata wapi? Hujaamua wewe. Warumi 8:6. Amua, mtu wa Mungu. Warumi 8:6. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Nia ya mwili ni mauti. Ondoka mwilini, rejea rohoni. Kule rohoni yuko Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo, ni mti wa uzima. Umempa nafasi ndani mwako, manake umebeba uzima. Wewe sio chanzo cha kwenda kuharibu ndoa ya wenzio. Shida nini? Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Nia yetu mara hapa tupo tunatengeneza uzima na amani ya kweli. Amani ya kweli, watu wa Mungu, inatoka kwa Kristo. Kama sisi wenyewe kwa wenyewe ndani ya ukoo wa Mwansaso Homina tunajeruhiana, hivi tunaenda wapi? Siko tayari. Nimegaramia. Usinione hivi. Sione razakata rumba. Usilete wasiara. Kuna gharama. Yenyewe hii tu ni gharama. Ni baba lizima mimi. Nina umri wa mwaka 54 sasa hivi. Naruka majoka hapa hivi. Kwa sababu nampenda Kristo. Jitafakari. Mimi na umri, usinione hivi. Nina umri. Lakini nasakata rumba la Yesu. Nimeamua kubadilika. Hii ni gharama. Nimegharamia. Nimepelekwa polisi mara kwa mara kwa ajili ya kuijenga hii huduma. Nimetukanwa mara kwa mara kwa ajili ya kuijenga hii huduma. Nimetukanwa na ndugu zako kwa ajili ya kuijenga hii huduma. Natenda yaliyo mema tu. Na waokoa kutoka gizani, bado naraumiwa. Anaua huyu, anafanya hivi. Kumbe ni wewe tu tabia. Nasikia msiba uliotokea wa Wangama ule, kuna watu waliandamana tukamuone huyo mtume huyo. Kumbe mtume alipiga na suti. Hebu simama. Wakamkuta jamaa mtume huyo. Kama natomka. Watu wamesafiri tukamuone huyo mtu. Anayesababisha watu wafe. Ana ujasiri gani kuishi kwenye huo mji? Tukamuone. Gharama. Yesu ambaye ni Kristo leo dunia nzima, gharama ilifanyika msalabani. Unajua Yesu yeye alikuwa ni mwanadamu kama mlivyo.
Mtoto wa mwanamke mwizi katundikwa uchi pale. Wage na huruma, jibadilika. Unajua jiji, badilika jiji. Tusipoweza kutengeneza ili tunda la upendo ndani ya familia zetu na ile mitaa, ni kazi bure watu, ni kazi bure. Mwambie jirani kubadilika Bwana. Badilika Bwana. Mwambie tena huyo. Badilika Bwana. Mwambie tena. Badilika Bwana. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Mstari wa 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amfuati mwili, bali mwafuata Roho. Ikiwa, nimewambia wokovu ni mabadiliko. Anayeishi si mie, unayeishi sio wewe, uliokoka sio wewe. Ni Kristo amepewa nafasi ndani mwako. Na Kristo ni lile tunda linaloitwa upendo. Tuna safari ndefu. Kwa kuna baadhi ya matatizo tunayataka yanatutokea, yanaendelea kututokea ndani ya familia zetu. Ni kwa sababu hatujaamua kubadilika. Hatujaamua kubadilika. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu hi hai kwa sababu ya haki. Tabia. Kristo ukimpa nafasi ya kweli ndani mwako, ni kweli kwa dunia hii ni ujinga. Hilo tuache. Unajua wewe mili baba lazima anaruka. Si bado alivyokuwa anaruka. Hebu aonyeshe kapicha kidogo. Unajua kama mlikuwa mnaona juu au mmetingwa na nyinyi mnaruka. Yaani kuna muda mimi narejea nyumbani, bwana bibi, namwambiaga baba mtume hivi, mimi nina akili timamu kweli mimi? Wanamwambiaga huyu mama, hivi mimi kweli nina akili timamu nao yafanyaga pale? Hivi wananichukuliaje wale watoto? Gharama. Upendo. Upendo ni gharama. Hautakabari. Haukumbuki mabaya. Haukumbuki. Uamini mwanangu. Hivi wewe nikitoka, nikifika nyumbani, nikifanya maombi yangu, nimekabidhi na nini, nimetulia, naanza kurejea. Naanza kujiangalia. Hey. Wengine wanatuma tu message, apostle vipi hapo? Naambie pale pale. Hey, ndipo nilipo. Utafanya nini? Mwambie jirani yako badilika. Mwambie tena. Mwambie tena. Neno la Mungu linasema vivyo hivyo kila mti mwema uzaa matunda mema, na mti mwovu uzaa matunda mabaya. Tumalize Mathayo 13:16. Mathayo 13 mstari wa 16. Tabia. Tunasimama kwenye tabia. Wewe ni mti wa uzima. Ni Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo, miaka 1000 amekaa ndani mwako. Huo mtaa wanajifunza nini? Unazaa nini? 13 mstari wa 16. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Heri. Kwa hiyo mimi furaha yangu kubwa ni kuona mabadiliko kwenu. Wanandoa mnaishi kwa amani. Msifikie kwa nini nisema wanandoa mwanze kukaa pamoja. Yaani mimi najisikia nyinyi watu wa Mungu hamjui nyinyi. Hamjui.
Naumia sana, we uko hapa unalia eti mmeo hajaokoka. Naumia, niko pamoja na we, ujui. Manake kuna vitu umepungukiwa, unakosa amani. Tunatoka kwenye ibada hapa, unarudi nyumbani, mmeo hajaokoka, unaenda kupokea vitu vya ajabu. Naumia. Nimetumwa kutengeneza uzao, Israeli mpya. Karistus Dotea Mwansasu. Dotea Karistus Mwansasu. Unajisikiaje wewe ambaye una jina lingine katikati? Naumia. Ndio mjifunze kwamba nimetumwa kutengeneza ukoo mpya. Usiona dhambi, usiona njaa, wa kufanikiwa. Wewe umekuona wapi duniani? Jina la kati ni la mke wake, umekuona wapi? Umekuona wapi? Ni upendo wa namna gani huo? Watu walitoleana mahari ili mradi. Ni upendo. Israeli mpya inasambaa dunia kwa sasa. Umekuona wapi duniani? Karistus Dotea ni mke wake. Leo tunamuita Karistus Dotea. Tumejenga nini? Kinachoingilia katikati nini? Watu wa Mungu, mmekuona wapi nyinyi? Mmekuona wapi? Ndio leo inaanza kusambaa. Upendo wa namna gani huo uliounganishwa kwa kiwango hiki? Naumia wewe ambaye mkeo hajaokoka, mmeo hajaokoka. Naumia mwanangu, naumia. Anatamka kutoka ndani. Naona kuna kitu umepungukiwa. Mnasikiza wenye simu watu wanavyojidai. Elia, Anita Mwansasu. Mimi Anita, Elia Mwansasu. Wapi umekuona? Wapi? Nimetumwa, kuna gharama, natengeneza kizazi kipya. Ukristo sio dini. Ukristo ni mabadiliko ya tabia. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona. Si mnanitendea wenyewe? Mnanitendea wenyewe, mnaona. Na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. 17. Kwa maana amini nawaambieni, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi. Injili imepita miaka mingi toka Yesu amekuwa Kristo, miaka 2000. Manabii walitamani kuitwa Elia, Anita Mwansasu. Walitamani. Acha wewe, acha. Walitamani. Umeokota kitu cha thamani. Badilika. Walitamani. Neno linasema nimetumwa kama mtume wa karne ya 21. Walikuweko watume, hawakufanya hayo. Hawakufanya. Badilika mtu wa Mungu.
badilika, lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona nyinyi. Ni neema kwenu. Na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amini nawaambieni, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnaoyaona ninyi hapa Omina. Walitamani, watu wa Mungu walitamani. Say, walitamani. Hawakupata neema, hawakuyaona na wasiyaone, na kuyasikia mnaoyasikia ninyi. Hii ni neema kwenu. Unazini, Mtume anambia baki. Unajua nyinyi mna masiara sana nyinyi. Unajua nyinyi. Oh. Unasengeja unaambia kuna zeegi. Manabii walitamani. Mitume wengi walitamani kuiona hii neema ya urejeo. Miaka 1000 ya kutawala na kumiliki kama kanisa uko mpya Mwansasu. Walitamani. Narudia, wapi umekuona? Soma Biblia. Wapi umekuona wewe uitwa Anita Elia Mwansasu? Wapi wewe? Nani wewe? Wewe nani uitwa Elia Anita? Nani wewe? Nani kwenye dunia hii? Badilika wewe bwana, wewe badilika. Tusiende mbali. Kuna watu hukumu wanatamani hawana jina la kati. Wewe acha ujinga wewe. Wanatamani naye angemtaja mrembo wake. Wanatamani. Wewe. Sawa. Sicheze keki. Mimi Shani Beno Mwansasu. Wewe kwa gharama gani? Kwa hiyo wewe uliyepata hii neema ibikumbatie. Wako wengine wamekaa nao hapa wanatamani. Unajua jibu piga utoto simu, mnajua kuna wengine. Sio naona na wengine wanapiga, kuna jina la kati. Neema mwanangu kwa. Neema Mlawi hayupo leo. Mwanangu si ni mdau mzuri sana kupiga simu. Kuna kajina kakati pale kwani? Hapana. Kwa nini mwanangu? Eti mwanangu Neema. Naye anatamani kwamba pale kale kajina kakati angechomekea. Anatamani kama mwanangu, kaa. Wokovu uko mpya Mwansasu ni mabadiliko ya tabia. Ukiweza kupenya kwenye hilo tu utaona. Wewe mnaangalia chini. Mnaangalia chini. Tufanyeje sasa? Eti mimi nimetumwa kutengeneza na kurekebisha. Ndio maana hili neno tunaolipitia hapa, manabii walihubiri hii injili. Na watu wa ujumla kwa ujumla walipeleka injili za kila aina.
Lakini haya mnaoyaona nyinyi, wao hawakupata bahati hiyo. Haya mnaoyasikia leo, wao Neno la Mungu linasema vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mimi nategemea kwa kupitia ujumbe wa leo, kila mmoja unaenda kuzalisha tunda lililo zuri, na lile tunda lililo zuri kila mtu atalitaka. Narudia tena, kamati nyingi zilikusanyana zinapongeza. Manake watu wa Mungu mitatu ndio kaa saa hizi. Kule kwetu Ureno wanasema Montali obrigado. Mambo mmepita pagumu, siende masiala. Siende masiala. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha ya watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Mwambie jirani yako, hebu badilika.